Karibuni wapendwa watazamaji wa chaneli yetu ya Dada Wadogo Media, ambao leo tunakuja na mada inayohusu biashara haramu ya binadamu. Mimi ninaitwa Sister Cecilia Bonifasi, ni wa shirika la Dada Wadogo wa Mtakatifu Francisco kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Karibuni tushirikiane pamoja katika kupeana elimu kuhusiana na janga hili la biashara haramu ya binadamu. Umoja wa Watawa wa Kike wa Katoliki Tanzania TICAS wamedhamiria kupambana na janga hili kwa kuelimisha jamii kutokana na matukio mbalimbali yanayotokea yanabaki sintofahamu kwa sababu jamii haina uelewa mpana ya mbinu zinazotumika katika kumfanya binadamu mwenzake kuwa bidhaa. Katika karne hizi nimekuwa na vitu vingi vinavyotokea ambavyo kwa kweli vinasikitisha sana, kwamba binadamu amegeuka kuwa bidhaa adimu ambayo inatafutwa sana na kuwindwa, na hivi anapopatikana basi anakuwa ni sababu ya mwingine kuwa tajiri, kujipatia pesa kwa kumtumikisha huyu binadamu mwingine, au hata kumuondolea maisha kwa sababu tu anataka pesa. Hii biashara haramu ya binadamu, au tukisema kwa kifupi uhabi, ni kwamba ni biashara kubwa sana duniani, kubwa sana na yenye pesa nyingi sana, na ndio maana ni biashara inayotafutwa na watu ambao tayari wana mtandao mkubwa sana ambao wanautumia katika kutekeleza uhalifu huu. Biashara hii ni ya tatu kiukubwa duniani, tukianzia na biashara ya kwanza ni biashara ya uuzaji wa silaha za kivita. Hiyo pia ni biashara kubwa yenye kipato kikubwa ambayo inafanyika kimataifa. Biashara ya pili ni biashara ya madawa ya kulevya, ambayo nayo ni biashara kubwa sana yenye kipato kikubwa. Na kwa sasa hivi sasa biashara ya tatu ambayo ni kubwa pia duniani ni biashara hii ya kuuza binadamu, kufanya mtumwa, tena mtumwa wa namna mbalimbali, na utumwa huu unakuwa ni wa mateso, na utumwa huu pia unapelekea hata kifo. Kwa nini binadamu ameamua kufanya uhalifu huu wa kumfanya binadamu mwenzake kuwa bidhaa na kumuuza? Tukiangalia sababu zinazopelekea watu hawa kufanya vitu kama hivi, kwanza, katika nchi zilizoendelea wana uhaba wa nguvu kazi. Kwa hiyo sana nguvu kazi, lakini si tu kwenye nchi hizo zilizoendelea, lakini hata katika jamii yetu wapo ambao wanawachukua watu wengine na kuwafanya watumwa katika majumba yao. Kwa hiyo uhitaji wa nguvu kazi umekuwa sababu kubwa inayopelekea watu kufanya watumwa. Lakini pia kukua kwa soko la ngono duniani. Kuna watu wanaochukuliwa na kwenda kuuzwa barabarani wafanye ngono, ili yule anayewapeleka ndio anakuwa bosi wa kupokea pesa, lakini huyu anawekwa barabarani na kuuzwa kama bidhaa, na anapaswa ajitahidi hivyo kwamba apate pesa za kumpelekea bosi wake. Kwa hiyo ni soko kubwa ambalo duniani limekuwa. Tunaweza kuona kazi ya huyu mwovu jinsi inavyokuwa kwa kasi, na hao mawakala wake wanaitekeleza sawa sawa. Lakini
lakini pia ni ongezeko la vitendo vya kihalifu kutokana na kukua kwa teknolojia. Sasa hivi kuna vitu vinafanyika hata katika hiyo mitandao ya kijamii vinapelekea watu kujiingiza humo, wengine kwa kujua na wengine kwa kutokujua. Wewe unakuta kwamba mtu anaingia katika hilo janga hajui, lakini akifuata tu mitandao hii ya kijamii na nini, anafikiri kwamba yuko salama, lakini anajikuta tayari ameshadumbukia katika hilo janga. Kwa hasa wengine ni kwa sababu ya tamaa, pesa, wanaidiwa pesa nyingi. Lakini pia unakuta mawasiliano kati ya mtu na mtu, kumfahamu, mmeonana huko kwenye Facebook, naanza mazungumzo, naanza urafiki, siku ambapo anakualika sasa ufike ili yale mnayoyajadili yaweze kutimia na ahadi nyingi anazokupa. Basi ukishajaribu kuchukua hatua na kufuata mtu huyu, ndio habari yako inakuwa imekwisha, kwa sababu tayari yule ni wakala ambaye anatafuta watu wa kuwapeleka kwenda kuwauza. Ni biashara ya kihalifu, biashara ya kihalifu ambayo ina faida kubwa sana, na ndiyo maana watu wameingia humo na wametengeneza mtandao huo mkubwa, kwamba ukifanya hivi, mtu wa kwanza anaweza kaanza akamuuzia mtu wa pili, akamuuzia mtu wa tatu, mpaka unapofika kwa yule bosi wa mwisho anayekununua, hujui tena ulikotokea, wala hujui tena namna ya kurudi au ya kutoka huko. Lakini lingine ni umaskini. Umaskini unachangia sana watu kurumuliwa na kupelekwa na kusafirishwa, kutolewa vijijini huko katika hali ngumu ya maisha, wanachukuliwa kutoka kwenye familia, na familia inadanganywa kabisa, na hata kupewa senti ndogo tu za kuwafanya wakubali kumtoa mtoto wao, awe wa kiume awe wa kike. Mara yule binti au kijana yule anapotoka pale nyumbani, manake inakuwa sasa amekwenda, na akifika anaendelea kuahidiwa maisha mazuri, pesa nzuri, biashara mshahara mzuri, lakini kumbe ni mlaghai. Mara anapofika huko, hivyo vyote alivyoahidiwa hata viona wala hata vikuta. Baada ya kutoka katika sehemu yake, mawasiliano yanakuwa yamekatika na familia yake, na mwisho atasafirishwa na kuuzwa kutoka bosi mmoja kwenda bosi mwingine, na kule anatumikishwa. Lakini lingine linalochangia sana ni ukosefu wa fursa za ajira. Ukosefu wa ajira umechangia sana vijana wengi kuruniwa na kuondoka kwa kuahidiwa kwamba kuna kazi nzuri, na wakiamini kabisa kwamba nikitoka nje ya nchi kule maisha yangu yatabadilika kabisa, kwa sababu vijana wengine wamesoma kabisa, alafu wakiambiwa kwamba kuna kazi fulani na mshahara wanaoambiwa ni mkubwa, hadi ni nyingi nzuri, wanakwenda, lakini mwisho wa siku wanakuta tofauti na kile ambacho wameambiwa wanapokuwa nchini kwao. Lakini wakishafika huko, kurudi ni kwamba haiwezekani, kwa sababu unapatiwa passport kwa haraka, utapatiwa visa kwa haraka, na tiketi ya ndege pia utapatiwa. Sasa hizo gharama zote zikikufikisha kule, huwezi tena kurudi, kwa sababu kuna kwanza uwezo wa kupata hizo pesa za kuwezesha kurudi. Lakini yule aliyezitoa zile pesa atakwambia utakaa mpaka utakapolipa gharama ya kusafirisha kuleta mpaka hapo, ndipo utakapo subutu kusema unaondoka. Sasa ukishafika kwenye nchi za watu, hujui pa kwenda, na lazimika kukubali kila kitu, kwa sababu
huna namna nyingine ya kufanya, otherwise vinginevyo unapoteza maisha. Lakini pia ni ukosefu wa fursa za kiuchumi. Uchumi umekuwa ni mgumu sana na mtu ajui afanye nini. Wakati mwingine akiangalia maisha yake labda na maisha ya watu wengine ambao pengine wako kwenye ajira, anakata tamaa na kuona sasa nitafanya nini, sioni tena nifanye nini. Uchumi umekuwa ni mgumu, sijui nifanye nini. Biashara hizi ndogo ndogo unakuta wajasiriamali wadogo wakati mwingine hakuna wanachokipata cha kumfanya apige hatua moja. Kwa hiyo wanaona kwa nini niteseke wakati kuna huyu aliyekuja na kuniambia kwamba kuna fursa nzuri huko nje ya nchi. Kwa hiyo wanakuta wameinaswa katika mitego ya namna hiyo kutokana na ugumu wa hizi fursa. Hakuna fursa za kiuchumi zinazomwezesha kijana kuweza kuzitumia na kujenga maisha yake katika nchi yake. Lakini kuna tatizo lingine linaweza kuwa pia ni migogoro ya kifamilia. Migogoro ya kifamilia. Kwa mfano, kama wazazi wamefarakana na watoto wanakosa fursa za elimu, hawa watoto ni rahisi sana kurudi nyuma. Kwa sababu yuko pale kijijini, baba amekimbia, watoto wanaishi na mama, maisha ni magumu, wanakula mlo mmoja, wakati mwingine hawapati kabisa chakula. Alafu anatokea mtu anamwambia twende Dar es Salaam kuna kazi. Twende miji hii mikubwa hasa ndio inayokusanya hao vijana wengi kutoka huko vijijini. Mwanza mjini kuna kazi nzuri. Twende mji wa Dodoma sasa hivi ni mkubwa, kuna kazi nzuri. Binti au kijana ambaye yuko pale kijijini analima bila matumaini kwa sababu hata mvua yenyewe haipo. Akiangalia amechafuka vumbi kote, hana matumaini ya kupata sabuni hata ya kufua hizo nguo. Hajui hata anapata wapi maji wakati mwingine akijifanya awe msafi. Lakini pia unakuta familia ile kutokana na uduni wake anaona kama sasa mimi kwa nini niendelee kuteseka? Kwa hiyo akitokea tu mtu akwambia wewe mjini kuna maisha mazuri bwana, achana na mambo haya ya kuteseka hapa kijijini, hauna kitu, twende mjini. Kijana anakubali, anakwenda mjini. Anapofika sasa mjini, hana anapofikia. Atafikia huko kwa watu ambao ni walaghai, watawaambia njoo kaa hapa kwangu, utanisaidia kazi, utafanya hiki. Baada ya muda anamwambia wewe unafikiri kazi utakula bure? Huwezi kula bure. Ni lazima uende ukatafute pesa. Na mimi nitakufundisha namna ya kupata pesa kwa urahisi. Tayari anampeleka barabarani, apende asipende. Akifanya kile anachoambiwa kwa sababu hana pa kuishi na hana chakula. Na kijijini akifikiria maisha ni magumu, wala hiyo nauli ya kurudi hana. Hiyo anaingia barabarani, anaanza kujiuza. Tayari anakuwa huyu ni mhanga kwa hiyo biashara haramu ya binadamu. Kitu kingine ni tamaa au ndoto za kuishi maisha mazuri au mjini na sehemu zenye fursa. Vijana wengi wanaingia kwenye tamaa ya kuwa na maisha mazuri. Sasa nafikiri wala si vijana tu, lakini watu wengi, kila mtu ana ndoto ya kuwa na maisha fulani, ndoto ya kufanikiwa, ndoto ya kuwa na nyumba nzuri, ndoto ya kuwa na familia nzuri. Hizi ndoto walizonazo wanazitimizaje wakati hakuna ajira na hakuna fursa zozote za kiuchumi ambazo zinampa matumaini kwamba nikifanya hiki baada ya muda fulani nitafanikiwa? Kwa hiyo unakuta anaota ile ndoto yake na anakwenda kuitafuta mahali ambapo ni hatarishi, yani ni hatarishi juu ya maisha yake. Kwa hiyo anapoona wenzake labda ilitokea wakawa wamepata hizo, sisi ni bahati au kitu gani, wakatoka nje ya nchi na pengine wakafanikiwa kwa namna ambazo wanazijua wao wenyewe, basi wanaona
maisha nje ya nchi ni mazuri tu kwa vyovyote. Ukienda lazima tu maisha yako yatakuwa mazuri. Lakini si kweli, kwa sababu utakapofika kule ndio utaona nilichofikiri na kuota kumbe kilikuwa ni uongo. Sasa hizi tamaa, vijana, acheni tamaa hizi za vitu ambavyo viko juu ya uwezo wako, vitakupunguzia siku zako za kuishi, kwa sababu kuna madhara makubwa sana yatokanayo na yale ambayo utatendewa mara utakapofika huko unapoota ndoto kwamba nikifika kule maisha yanakuwa mazuri. Kuna maisha mazuri zaidi ya hapo ulipo sasa hivi. Kwa hiyo tusiwe na hizo tamaa. Hizo zinaweza kutuponza sana. Utaamini kila unachosikia ni cha ukweli. Tamaa itakufanya ufanye vitu ambavyo hukutegemea kwenye maisha yako, kwa sababu unatamani jasho. Ukijitume kweli, maisha mazuri utayapata hapo, na uhakika wa uhai wako utakuwa nao. Lakini haya maisha ya kutamani maisha fulani, natamani muona mmoja na kigari, uwezi kujua amekopa au ameazima, na wewe unatamani ukipate kile kigari. Unaona mwenzako anaendesha bodaboda huko kwenye miji mikubwa, unaona anakwenda na wewe uko hapo kijijini unaona bodaboda. Yaani usihangaike kuitamani ile bodaboda, ujue ameipata kwa njia gani. Ufikirie tu namna kama hapo unaweza ukafanya kitu fulani, ukalima, ukauza mazao yako, ukajinunulia bodaboda yako hapo kijijini, na ukaiendesha na ukapata mkate au riziki yako ya kila siku. Kwa sababu tamaa, ukianza kutamani nataka kuwa kama ile, nikienda kule ndio nitapata, basi watatokea na watu watakusupport katika mawazo yako na ndoto zako. Watakwambia ni kweli, wewe twende bwana, twende, utaona maisha kule bwana hakuna shida kabisa. Sasa kama ni wakala, ukiangukia kwa wakala wa hii biashara haramu ya binadamu, tayari wewe ni bidhaa kwake. Anakuchukua na atakuuza kwa huyu, utauzwa kama mbuzi. Na mwisho wa siku hujui tena ulikotokea wala unakokwenda, unabaki hapo katikati, unaona harufu ya kifo inakukaribia. Kwa hiyo usisubutu kuongozwa na tamaa. Ongozwa na akili timamu na ufahamu kwamba hakuna kitu cha bure, hakuna maisha rahisi huko duniani. Kama wazazi wako waliweza kuvumilia wakakuzaa wewe, wakakulea katika hali hiyo ngumu, jaribu kutafuta njia za kufanya hapo ulipo, kuyafanya hayo maisha yako yawe rahisi. Sababu nyingine ni kutokana na ufahamu mdogo, au niseme kukosa elimu juu ya hili janga la biashara haramu ya binadamu. Hili ni janga kubwa sana la kitaifa na la kimataifa, ni janga la kimataifa. Sasa ndio maana watawa tumeamua hebu tujaribu kutoa elimu. Tunatoa elimu kwa njia mbalimbali. Tunatoa elimu kwa njia ya radio, tumeanza katika Radio Maria. Mfahamu kwamba hivi vitu vipo na kila mmoja, yani hawa mawakala wanawawinda, na wako wengi, wanawinda tu wakupate kwenye kona fulani, na wanajua pa kukupatia hapo kwenye uchumi. Maana uchumi umebana, maisha ni magumu, kwa hiyo wanatumia hizo njia ili waweze kupata. Kwa hiyo ndio maana tunaamua sasa tuanze kutoa elimu, ufahamu hili jambo liko duniani kote, sio tu hapa Tanzania kwamba wewe unadanganywa labda kwa sababu ni Tanzania, kwa sababu ni ngozi nyeusi, kwa sababu hapana. Nchi zote ni biashara, nimesema ni biashara kubwa sana duniani ya tatu, na ni biashara inayolipa sana. Na kuna vitu vingi vinaweza kufanyika katika maisha ya wewe binadamu unayewindwa na kutafuta. Manake ufahamu huu ujue tu kwamba utafika mahali ukishapatikana, basi unaweza ukatumika kama
mtumwa mahali fulani katika familia fulani, na utakaa ulipwe huo mshahara utakaoambiwa hapo unapopelewa. Lakini pia unaweza ukatumika kama mtumwa wa kingono, unatumikishwa kingono, unafanyishwa kingono, lakini analipwa mtu mwingine. Madhara ni makubwa. Lakini pia unaweza ukatumikishwa kama mtumwa kwenye mashamba makubwa. Sasa vijana wengi wakipatikana wanatumikishwa kwenye viwanda au mashamba makubwa, utafanya hizo kazi na utalipwa, kwa sababu huyo aliyekununua ni kama vile mtu amenunua punda au ng'ombe wa kulima. Kwa hiyo wewe ni kazi yako ndio. Atakupa chakula, utamshukuru Mungu, lakini usitegemee kulipwa mshahara. Kwa hiyo ndio maana tunatoa hizi elimu ili muweze kufahamu. Ukiangukia huko, uangukie ukiwa tayari unajua kwamba mimi sasa hapa nimeshapatikana, nimeshanaswa, maisha yangu yameisha. Lakini ndio maana tunamwambia asubuhi. Nasema asubuhi na nake mapema. Tunamwambia mapema ili usije ukadanganyika, ukarunika, ukaondoka na kupoteza maisha yako na malengo yako yatakuwa yameishia hapo. Lakini pia sababu nyingine ni hizi ndoa zinazofungwa kwa shinikizo. Mtu anashinikizwa kufunga ndoa na mtu ambaye pengine hajamfahamu vizuri. Kama huyu mtu anakuja kwa gia ya kufunga ndoa na wewe, lakini kiukweli sio kwamba anakupenda muishi kama mke na mume, ila anatamani apate pengine mahusiano yako. Ukifika katika maisha yake, anaweza akakutoa wakati wote, ama anakuuza, sababu kwanza umfahamu vizuri, ujue alikotoka, ujue nini. Basi ni ile tu shinikizo. Inaweza kuwa shinikizo hilo la kiuchumi. Kwa hiyo tamaa, huyu aliyekuja ni tajiri, namuona ana gari, namuona maisha yake ni mazuri, naona huyu nitaishi vizuri, atanipa hiki, atanipa kile. Lakini ukishaingia katika maisha yake, ana uwezo wa kufanya chochote, kwa sababu ni kama amekurubuni tu umpende, ukimbie naye. Lakini wakati ukishafanya hivyo, ujue ana uwezo ama kwa kutoa figo zako. Wapo wengi tu imeshatokea, wanakudanganya, wanapasua tena kiukatili kabisa. Watakupasua, watakutoa figo kabla hujafa. Wala hawaweki ganzi, usitegemee ganzi, kwa sababu wanataka zikiwa fresh. Na sasa hivi wanatoa figo, wanatoa mapafu, wanaweza kutoa maini, wanaweza kutoa hata mboni ya macho, nasikia wanatoa. Na wengine hata meno. Kwa na meno mazuri, basi wanajua haya naweza pia nikayauza na nikapata pesa. Kwa hiyo akikupata wewe mmoja, tayari utashangaa mwenzako baada ya muda mfupi amejenga gorofa, unaliona gorofa limesimama hapo nini. Hiyo yako mmoja hiyo inauzwa dola 800. Sasa unategemea wewe una faida gani kwake? Amekuja kwa kudanganya, kupenda na kupenda, na wewe kwa sababu ya tamaa umeangukia humo, umefikiri ni ndoa, umeshinikizwa wewe funga ndoa, kwa sababu wazazi tayari wameshapewa chochote kitu, na wewe unasema bwana huyu mtu mzuri sana, huyu alikotokea vizuri, kuja chunguzana kaa wapi, yani hamjui kwa ujumla huyu mtu amekuja kweli yuko kwanza ametokea wapi. Lakini kwa sababu tu amekuja kwa hali yake ya nje mkiona, kumbe ni maisha ya watu waliowamaliza yamemfanya mkamuona kama anavyoonekana. Anakula vizuri, anavaa vizuri, anapa usafiri, ana kitu fulani, mnaona yes, huyu ndio mwanaume wa kunioa mimi. Kumbe mwanangu hapo hujaelewa, umekwenda kwenye mauti. Amekutengenezea mauti iliyofichika katika ndoa za haraka haraka hizo na za kushinikizwa hizo. Lakini pia kutengana, kusambaratika kwa familia, watoto wanahangaika huku na huku, na hao sasa wananaswa vizuri sana, kwa sababu tayari wala hata hawajui baba yuko wapi, wakati mwingine hata hawajui mama yuko wapi. Ni kitu kibaya sana hiki ambacho tunakiona katika jamii zetu, hata nyakati za karibu tu hivi. Baba baada ya kuona kwamba amepata watoto
akamwambia mama, akamwachia watoto watatu. Lakini na yule mama aliona mimi siyawezi, watoto sina cha kuwalisha, uchumi mgumu, sina kitu chochote, naye akakimbia akawaacha wale watoto, wakaokotwa na majirani, akapelekwa ustawi wa jamii. Lakini wako wengine ambao wakiokotwa kama mtindo kama huo ndio wakiokotwa na wale ambao ni mawakala wa hii biashara haramu ya binadamu, moja kwa moja wanapelekwa na kuuzwa na wanasafirishwa kirahisi sana. Kwa hiyo utumwa huu wa biashara haramu ya binadamu, tusipoangalia tunachangia, yani ndani ya familia tunaweza kufanya tendo hiki kikatokea kwa mtoto wao wenyewe bila wao kujua. Hata migogoro ya kisiasa pia inapelekea watu kuwa watumwa na kuuzwa. Migogoro ya kisiasa, wakati kuna vita katika nchi, hapo kila mtu anakimbia kuokoa maisha yake. Baba anakimbia kikwake, mama kikwake, watoto kikwao, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kuhimili milio ya risasi na mabomu. Unaona ndugu zetu hapo Kongo, mateso waliyoyapitia na wanaoyapitia hata sasa ni mateso makubwa sana. Kila mmoja anakimbia kwenye njia yake kuokoa roho yake. Sasa hawa watoto wanakimbilia wapi? Wanakimbia sehemu ambazo si salama kwa maisha yao. Lakini wengine unakuta baba anauawa kwa sababu ya hiyo migogoro ya kisiasa, au mama anauawa, wazazi wanauawa, watoto wanabaki wanazagaa. Wakizagaa, basi hawa ambao ni wahalifu, ambao tayari wameingia kwenye huo mtandao wa kihalifu kwa kumuuza binadamu kama bidhaa, wanakwenda wanawachukua wale watoto kwa kuwarubuni kwamba twendeni tutawalea vizuri, msio na wasiwasi na nini. Anamuuzia mtu wa kwanza, mtu wa kwanza atamuuzia mtu wa pili atamuuzia mtu wa tatu. Wanauzwa kwa mtindo kama huo, na mwisho wa siku wanakuwa ni watumwa mahali fulani usikojulikana, na mwisho wanapoteza maisha na kurudi kwao tena hawawezi. Na ile picha wanayoipata katika vita, mauaji walioyaona, uchungu waliouona, hata ukiwaambia kurudi tena katika nchi yao sio rahisi. Wanakiona kifo tu pale, wanaona ukatili tu pale, hawaoni kitu kingine chochote zaidi ya mauaji. Kwa hiyo hii migogoro ya kisiasa imechangia pia kwa kiasi kikubwa sana kukua kwa hii biashara haramu ya binadamu duniani. Kwa hiyo kwa utambulisho huo, nafikiri tunaweza kuishia hapa. Tutaendelea tena katika kipindi kijacho. Asanteni kwa kunisikiliza. Nyinyi wote ambao mmebahatika kuangalia, mshirikishe wengine ili elimu hii iwafikie watu wengi zaidi, waweze kujua kumbe kuna hili jambo linaendelea. Asanteni sana. Mungu awabariki.